Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tuelekee katika eneo la Mashariki ya Kati, tukielekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Jamhuri hiyo ya Kongo inaituhumu Rwanda kuwaua raia 1500. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Rwanda imeua raia 1500 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mashariki mwa taifa hilo kuanzia mwanzoni mwa mwezi Disemba. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Kongo siku ya Jumatano imesema vifo hivyo vimetokea wakati kundi la M23 ambalo linaungwa mkono na Rwanda lilipoanzisha mashambulizi mapya upande wa mashariki. Kundi hilo lilifanya mashambulizi makali yaliyoliwezesha kukamata mji muhimu wa Uvira. Mji huo upo karibu kabisa wa mpaka wa taifa jirani la Burundi. Hujuma hizo zimetokea siku chache baada ya serikali ya Kongo na Rwanda kutia saini mkataba wa kusitisha vita chini ya upatanishi wa Marekani mnamo Desemba 4 mwaka uliopita. Idadi ya awali ya raia waliopoteza maisha kutokana na operesheni za Rwanda ambazo zimejumuisha matumizi ya mabomu na drone tangu mwanzoni mwa mwezi Desemba imefikia zaidi ya 1500, imesema taarifa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo imedai kwamba Rwanda imeongeza wanajeshi upande wa mashariki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeituhumu serikali ya Kigali kwa kupeleka makundi matatu ya wanajeshi kwenye mkoa wa Kivu Kusini kwa lengo la kusonga mbele hadi kwenye eneo la kimkakati la Kalemie. Eneo hilo linapakana kwenye jimbo la kusini mashariki mwa Kongo lenye utajiri mkubwa wa madini la Tanganyika. Tangu M23 ilipoanza tena mashambulizi yake dhidi ya vikosi vya serikali ya Kongo mwaka 2021, kundi hilo limefanikiwa kuchukua udhibiti wa eneo kubwa la ardhi upande wa mashariki unaojulikana kwa utajiri mkubwa wa maliasili. Ushahidi unaonyesha kwamba Rwanda imekuwa ikiliunga mkono kundi hilo kijeshi pamoja na kifedha. Mamia kwa maelfu ya watu walikimbia nchi kunusuru maisha yao kwa ujumla mashariki mwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema hali ya kibinadamu imedhoofika mno mashariki mwa nchi hiyo. Mashaka yamegubika ahadi ya M23 kuondoka katika eneo la Uvira. Washington imeituhumu Rwanda kwa kukiuka mkataba wa amani uliosifiwa na Rais Donald Trump wa Marekani kuwa mkataba wa kimiujiza licha mashambulizi ya M23. Marekani ilitoa shinikizo kubwa kwa M23 ambayo siku chache baada ya kukamata mji wa Uvira ilitangaza kuwa itawaondoa wapiganaji wake. Hata hivyo, wakazi wa mji huo na vikosi vya usalama vya Kongo vimeripoti kwamba wapiganaji wa M23 wanaovalia mavazi ya kiraia wamebakia kwenye mji huo, huku Marekani na serikali ya Kongo zikitilia mashaka ahadi ya kundi hilo kuwa limeondoka Uvira. Kukamatwa mji wa Uvira kulitokea karibu mwaka mmoja tangu M23 ilipochukua udhibiti wa miji ya Goma na Bukavu ambayo ni miji muhimu ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Mike Walls amekosoa kile alichokitaja kuwa ni ukubwa wa mbinu za kificho zinazotumiwa na Rwanda kujihusisha na ukosefu wa utulivu mashariki mwa Kongo, akituhumu nchi hiyo kuwa na wanajeshi wapatao 7000 kwenye eneo hilo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 800,000 wamekimbia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia katika nchi jirani ya Burundi kufuatia kuzidi mashambulizi ya M23. Ukosefu huo wa usalama umesababisha watu wengine 500,000 kuwa wakimbizi wa ndani nchini Kongo, na karibu wote ni kutoka jimbo la Kivu Kusini. Serikali ya mjini Kigali imesisitiza mara zote kwamba inaandamwa na kitisho kikubwa kwa uwepo wa makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo yaliyohusika na mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi ya mwaka 1994. M23 yenyewe pia inakanusha madai yote ya kuwa na mafungamano na Rwanda, na kundi hilo limesisitiza kwamba lengo lake ni kuiangusha serikali ya Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo imeituhumu Rwanda kuwaua raia wake 1500. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.